Hii hapa ni ufunuo mwingine wa ajabu. Watu wengi wameuliza kwa nini mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni pamoja na wale 144,000 katika Ufunuo 14 ikiwa hajarudi bado hadi atakapokanyaga kwa miguu yake juu ya mlima wa Mazeituni mwishoni mwa dhiki kuu. Sasa jibu linakuwa wazi zaidi unavyokuwa katika uelewa wa kinabii wa kile Paulo anatuambia katika Wakorintho wa pili sura ya 12 kwamba mwisho ni kipindi cha miaka 14 na sio 7, na kwamba kabla, katikati na baada ya dhiki zote ni kweli. Tunaona katika Zekaria 8 mwana amesimama juu ya mlima Sayuni na hekalu liko karibu kujengwa upya. Sio hadi Zakaria 14 ndipo anasimama juu ya mlima wa Mizeituni. Jibu ni kipindi cha unyakuo katikati ya dhiki, mwishoni mwa muhuri wa 6, wakati wanamuona akija na dunia yote inachanganyikiwa. Ni Bwana anayekuja juu ya mlima Sayuni, mlima uliokatwa bila mikono, kabla hajarejea na kuweka miguu yake chini juu ya mlima wa Mazeituni.